Pakistani imetangaza kuwa Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya amani yatakayomaliza rasmi vita vilivyodumu kwa miezi kadhaa kati ya pande hizo, huku operesheni zote za kijeshi zikitarajiwa kusitishwa mara moja katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon. Tangazo hilo limetolewa na Waziri Mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, ambaye amesema makubaliano hayo yamepatikana baada ya mazungumzo makubwa ya kidiplomasia yaliyohusisha wapatanishi mbalimbali wa kikanda. Kwa mujibu wa Sharif, pande zote zimekubaliana kusitisha kabisa shughuli za kijeshi na kuanza mchakato wa mazungumzo ya kina yatakayolenga kuimarisha amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati. Makubaliano hayo yanajumuisha pia usitishaji wa mapigano kati ya Israel na Hezbollah nchini Lebanon. Sharif amesema hafla rasmi ya kusaini makubaliano hayo itafanyika Ijumaa nchini Uswisi. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa makubaliano hayo yamekamilika. Kupitia ujumbe wake, Trump amesema ameidhinisha kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani ambayo ilikuwa imefungwa tangu kuanza kwa vita. Aidha, Trump amesema Marekani itasitisha mara moja zuio la kijeshi la majini dhidi ya bandari za Iran, hatua inayotazamwa kama sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo mapya. Kwa upande wa Iran, naibu waziri wa mambo ya nje Kazim Haribabad amethibitisha kufikiwa kwa makubaliano hayo na kusema mwisho wa vita pamoja na operesheni za kijeshi katika maeneo mbalimbali ikiwemo Lebanon utaanza kutangazwa rasmi kuanzia usiku huu. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuwa hatua kubwa ya kidiplomasia ambayo inaweza kumaliza mzozo uliokuwa umehusisha mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati tangu ulipoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Hata hivyo, taarifa zinaonyesha kuwa Israel haikushiriki moja kwa moja katika mazungumzo yaliyofanikisha makubaliano hayo, jambo ambalo linaendelea kuzua maswali kuhusu namna baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo vitakavyotekelezwa katika siku zijazo. Iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa kama yalivyopangwa, yatakuwa moja ya mafanikio makubwa zaidi ya kidiplomasia katika eneo la Mashariki ya Kati katika miaka ya hivi karibuni.